Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza tulipokea taarifa zinazohusu kuwepo kwa wahalifu wanaojihusisha na tukio la uvunjaji katika eneo hili la Kisesa. Walieleza kwamba tukio la uvunjaji linaendelea kwa wakati huo. Mara moja muda huo, askari wa jeshi la polisi waliweza kufika kwenye eneo hili la tukio wakishirikiana kwa karibu na wafanyabiashara wa hapa ambao wengi wao ndio wale ambao walikuwa wana sehemu za biashara katika jengo hili. Baada ya kufika hapa, jeshi la polisi katika ufuatiliaji wao walifanikiwa kumkamata mhalifu mmoja ambaye ni kijana mdogo mwenye umri kati ya miaka 13 mpaka 16 hivi, ambaye kijana huyo walimkuta amejificha kwenye chumba kimojawapo, yani frame ambapo anauza vitenge, na mtumiwa huyo alimkuta akiwa ameshika CRDB mobile machine ambacho ni kifaa kwa ajili ya shughuli za ubadilishaji wa fedha kwenye biashara zinazoendelea hapa. Basi mara moja kijana huyu aliweza kudhibitiwa na jeshi la polisi, na tunapoongea sasa kijana huyo ameshikiliwa na anaendelea kuhojiwa kuhusiana na tukio hili. Jeshi la polisi tumekagua eneo hili ambapo ilisemekana kwamba huyo kijana pamoja na yeye alikuwa na vijana wengine ambao walihusika katika tukio la kuvunja, kwamba walikuwa wamejificha katika dari, lakini ilisemekana pia kwamba alikuwa amejificha kwenye mojawapo ya mafremu yaliyopo katika jengo hili. Jeshi la polisi kwa kushirikiana na wamiliki wa fremu hizi na miliki wa jengo hili tumeweza kukagua chumba kimoja hadi chumba kingine, lakini na vile vyumba ambavyo wamiliki wake walikuwa hawajafika kwa sababu mbalimbali, vilikuwa vyumba takriban 5 ambavyo vyote pia kwa kufuata taratibu za kisheria tumeweza kuvifungua mbele ya mmiliki wa jengo na sisi jeshi la polisi, lakini na wananchi wengine, na kujiridhisha kwamba watu wao hawapo katika vile vyumba. Lakini upekuzi makini umeweza kufanyika kwenye dari hili la jengo hili kwa askari wetu ambao wametembelea maeneo yote, na tumejiridhisha kwamba hakuna mhalifu yote ambaye amebaki. Jengo hili linamilikiwa na Bwana Zefania Mugasa, mkazi wa Nyegezi, wilaya ya Nyamagana, ambaye tumeshirikiana naye kwa kiasi kikubwa, pamoja na wapangaji wake ambao ndio wanaofanya biashara katika jengo hili. Ndugu waandishi wa habari, uchunguzi kuhusiana na tukio hili unaendelea, lakini katika ukaguzi wa tukio hilo jeshi la polisi tumefanikiwa kukamata vifaa ambavyo wahalifu hao walikuwa wakivitumia kwa ajili ya kufanyia mambo haya ya uvunjaji. Vifaa hivyo ni kama mnavyoviona hapa, ambavyo vifaa hivi vimechukuliwa kwenye mojawapo ya frame za hapa ambazo zinafanya mambo ya hardware, na wakatumia kwa ajili ya kuvunjia dari. Kwa hiyo vifaa hivi vimeweza kukamatwa sambamba na mtuhumiwa mmoja na ile kadi ya CRDB mobile ambayo ni hii hapa. Kwa hivyo vitu vimepatikana na itakuwa ni sehemu yetu ya kuanzia ya kuendelea huku tukifanya uchunguzi wetu.